Lily na binamu yake Maya wanatoka klabuni pamoja, lakini Maya anaamua kuondoka na mtu mwingine, akimwacha Lily bila usafiri wa kurudi nyumbani. Wakiwa wanabishana kwa simu kuhusu hali hiyo, Maya anakata simu ghafla, akimwacha Lily ajitafutie njia yake mwenyewe ya kurudi. Ndani ya dakika chache, mwanaume mmoja anaitwa Kinsey, ambaye baadaye tunamfahamu kama Teacher kutokana na taaluma yake ya ualimu, anamkuta Lily akiwa peke yake nje ya klabu. Anamuuliza kwa nini yuko hapo peke yake, na anapogundua kuwa rafiki yake amemwacha, anajitolea kumsaidia kurudi nyumbani salama. Lily akiwa na wasiwasi wa kutembea peke yake usiku ule, anasita kidogo, lakini Teacher anamhakikisha kuwa yeye ni mtu wa kuaminika. Anasisitiza kuwa hali ya hewa nayo inatishia mvua, hivyo ni bora afanye uamuzi haraka. Mwishowe Lily anakubali kuondoka naye. Badala ya kumpeleka moja kwa moja nyumbani kwake, Teacher anamweleza Lily kuwa itakuwa ni vigumu kumfikisha usiku huo, hivyo anampeleka nyumbani kwake mwenyewe. Lily anaona kuwa Teacher anaishi peke yake katika nyumba nzuri. Anashangaa kidogo, lakini anakubali kulala huko usiku ule, akizingatia ushauri wa mwenyeji wake kwamba pale sebuleni pana mbu sana. Kwa hiyo anakubali kwenda kulala chumbani. Asubuhi yake Teacher anaingia chumbani na kuona alama za damu kitandani, ishara ambayo hatuelewi maana yake kikamilifu wakati huo, lakini tutakuja kufahamu hapo baadaye. Siku iliyofuata, baada ya Teacher na Lily kufurahia muda mwingine pamoja, Teacher anamweleza jambo muhimu kabla ya kuagana. Alikuwa akimpenda tangu mwanzo na anataka waanzishe uhusiano rasmi. Lily anakubali bila kusita, akikiri kuwa naye pia alikuwa amevutiwa naye tangu mwanzo. Hapo ndipo tunagundua muktadha muhimu wa hadithi hii. Lily hakuwa amewahi kusoma shule rasmi awali kutokana na hali ya ugumu wa maisha yake, lakini sasa mjomba wake ameamua kumsomesha rasmi. Anaenda kuanza shule na anaandikishwa darasa moja na binamu yake Maya. Lily ni mkubwa kwa umbo na kimo, kwa hiyo wanafunzi wengine wanamdhihaki kwa kuonekana yeye ni mkubwa kuliko wote. Wakati wa somo, Teacher anaingia darasani na kupigwa na butwaa kwa kumuona Lily akiwa ni mwanafunzi wake mpya. Wanafunzi wenzake wanashangaa kuona mwalimu wao akitetemeka na kuhugumia mbele ya darasa, hali isiyo ya kawaida kwake. Baada ya somo, Teacher anamfuata Lily kwa faragha, akiwa amechanganyikiwa na hali isiyotarajiwa. Teacher akijaribu kuelewa jinsi Lily alivyofika kwenye darasa hilo akiwa na umri mkubwa, anamuuliza kwa udadisi. Lily anamweleza wazi kuwa ana umri wa miaka 22, jambo linalomshtua tena Teacher kwa mara nyingine, lakini pia linamthibitisha kuwa hakufanya kosa kimaadili kimapenzi kwa kuwa Lily ni mtu mzima kisheria. Hata hivyo, Teacher anasisitiza kwamba mahusiano ya kimapenzi kati ya mwalimu na mwanafunzi hayaruhusiwi shuleni, na hivyo anaamua kusitisha uhusiano wao rasmi, angalau kwa nje. Lily akiwa amevunjika moyo, anamuuliza kwa nini basi alimtongoza mwanzoni, lakini Teacher hana jibu la kumridhisha, akiendelea tu kumtazama kwa uchungu. Lily anamweleza Teacher historia ngumu ya maisha yake. Wazazi wake walikuwa maskini, baba yake alifariki akiwa mdogo na mama yake hakuwa na uwezo wa kumsomesha. Ni mjomba wake baba yake Maya aliyeamua kumsaidia kulipia ada ya shule ili aweze kutimiza ndoto yake ya kuwa muuguzi. Nyumbani kwa mjomba wake, Lily anaishi maisha magumu chini ya uangalizi mkali wa shangazi yake, ambaye mara nyingi anamkemea vikali kwa makosa madogo. Hata kuchelewa kurudi sokoni kunapelekea maneno makali ya kumkumbusha juu ya asili yake ya kimaskini. Licha ya hayo, Lily anajitahidi kuvumilia kwa unyenyekevu, akiomba msamaha kila anapokosea, akijua fika kiasi anachodaiwa na mjomba wake kwa nafasi ya kusoma aliyopewa. Wakati huo huo, Teacher hawezi kupata usingizi, akiwa na mawazo ya Lily muda wote. Anamtumia ujumbe akimtakia mema na Lily akifurahi kumsikia. Wanaanza mazungumzo ya simu usiku huo, mwanzo wa mahusiano ya siri yanayoendelea kukua taratibu kupitia ujumbe na simu za mara kwa mara. Uhusiano kati ya Lily na Teacher unaendelea kuimarika, ingawa kwa siri kabisa. Teacher anaonyesha dalili za wazi kuwa na wivu anapomwona Lily akiwa na mwanafunzi mwingine wa kiume. Hasa kuna jamaa mmoja ambaye anajitolea kumfundisha masomo. Mwalimu akiogopa kupoteza kazi yake, mara nyingi anajikuta akitetemeka na kuchanganyikiwa darasani, jambo linalowashangaza wanafunzi wenzake. Teacher anamkabili Lily kuhusu karibu wake na mwanafunzi mwenzake, akimwomba aache mafunzo hayo. Lily anakubali, akihamisha mahali pa kujisomea hadi nyumbani kwa Teacher, jambo linaloongeza hatari ya kugunduliwa, lakini pia linaimarisha uhusiano wao kimapenzi kwa siri. Maya, binamu yake Lily, anaanza kuona mabadiliko ya kitabia kwa dada yake, tabasamu la mara kwa mara wakati wa kuchati kwenye simu na hali ya jumla ya furaha isiyo ya kawaida. Akijaribu kuchunguza, Maya hata anapokonya simu ya Lily
na kutaka kujua anaongea na nani, jambo linalosababisha mgogoro mdogo kati ya mabinamu hao. Siku moja Maya anampita Lily na Ticha wakiwa kwenye gari karibu na nyumbani, jambo linalomthibitishia mashaka yake. Bila kusita, Maya anaripoti tukio hilo kwa wazazi wake mara moja tu anapofika nyumbani. Lily anahojiwa vikali na shangazi yake kuhusu kile Maya alichokiona. Awali Lily anajaribu kukana kabisa uhusiano huo, lakini shangazi yake anadai simu yake na kusoma ujumbe uliopo ndani, ushahidi usiopingika wa mahusiano ya kimapenzi kati yake na mwalimu wake. Ukweli mzima unafichuka. Lily na Chicha walikuwa wakijuana kabla hata Lily hajaanza masomo rasmi shuleni. Shangazi yake akiwa na hasira kubwa, anaamua kwenda shule kesho yake na kutoa malalamiko rasmi kwa uongozi wa shule dhidi ya mwalimu huyo. Shuleni, shangazi yake Lily anadai mwalimu huyo afukuzwe kazi mara moja, akitishia kupeleka malalamiko yake Wizara ya Elimu endapo hatua hazitachukuliwa. Ticha akiwa anahojiwa na mkuu wa shule anakiri kuwa alikuwa na uhusiano wa Lily kabla hajajiunga na shule hiyo, lakini wanapoonana tena shuleni waliamua kuvunja mahusiano yao rasmi. Hata hivyo, ushahidi na msisitizo wa shangazi unamlazimu mkuu wa shule kutoa uamuzi mgumu. Ticha anapewa barua kufukuzwa kazi. Kabla hajaondoka, anaomba tu jambo moja, Lily asifukuzwe shuleni, akisisitiza kuwa yeye ndiye mwenye kosa kubwa zaidi katika hali hiyo, si mwanafunzi wake. Lily akiwa amevunjika moyo, anajaribu kumtetea Ticha mbele ya wanafunzi wote, akikiri hadharani kuwa yeye ndiye chanzo cha tukio hilo, lakini uamuzi wa shule unabaki pale pale. Ticha anaondoka shuleni akiwa amepoteza kazi yake aliyoipenda sana. Kutokana na fedheha iliyosababishwa, mjomba wa Lily anaamua kumfukuza nyumbani, akimwambia arudi kijijini kwa mama yake. Bila mahali pengine pa kwenda, Lily anaamua kumfuata Ticha, akimweleza hali yake ngumu. Mama yake Ticha aliyekuwa amemtembelea siku hiyo awali anamkemea Lily vikali, akimlaumu kwa kumpotezea kazi yake mwanae. Lakini Ticha kwa uchungu na huruma anamsihi mama yake amruhusu Lily akae nyumbani hapo usiku kwa sababu ya usalama wake. Na licha ya mama kuwa na hasira ya awali, anaishia kukubali kwa siri, akimruhusu binti huyo kulala ndani bila ya kutaka kuonekana kama anaidhinisha uhusiano huo waziwazi. Kwa msisitizo mama yake anayemtaka afanye kazi yenye mshahara mzuri zaidi ya walimu, Ticha licha ya kupenda sana taaluma yake ya awali, anaamua kutuma maombi ya kazi katika kampuni kubwa ya mafuta na kupata kazi juu ya uongozi. Uamuzi huu unamfurahisha mama yake, ingawa moyoni Ticha hajisikii furaha kamili kwa kuacha kile alichokipenda zaidi. Taratibu mahusiano kati ya Lily na mama yake Ticha yanaboreka. Mama anaanza kumkubali binti huyo, akimshauri Lily kuzingatia masomo yake, huku Ticha akiendelea kumsaidia kimasomo na kimapenzi kwa siri iliyozidi kubadilika ndani ya familia. Baada ya muda, Lily anafaulu vizuri mitihani yake, akikaribia hatua kwa hatua kutimiza ndoto yake ya kuwa muuguzi. Anapata ruhusa ya kumtembelea mama yake mzazi kijijini kwa mara ya kwanza tangu tukio la aibu lilipompata. Mwezi mmoja baadaye, Lily anarudi nyumbani kwa Ticha, ambaye anampokea kwa furaha kubwa pamoja na mama yake, ambaye sasa anamkubali kikamilifu kuwa sehemu ya familia, akimpongeza kwa mafanikio yake ya kimasomo. Hadithi inaishia kwa taswira ya familia iliyopatanishwa, huku Ticha akimwomba Lily awe mke wake halali sasa, na Lily anakubali. Movie inaishia hapo.